Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye story na matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia mwaka wa 1996. Mwalimu wa primary Mary Kai wa miaka 34 alihukumiwa miezi 6 jela kwa kufanya mapenzi na mwanafunzi wake wa miaka 12. Alipotoka jela akafanya naye tena ngono, akafungwa tena miaka 7. Alipotoka mwaka wa 2004 alimtafuta mwanafunzi huyo, akaolewa naye kabisa. Wakati huo Mary alikuwa na umri wa miaka 34, akihudumu kama mwalimu katika shule ya msingi Sherwood, Wisconsin, USA. Akahukumiwa jela baada ya kubainika kuwa alikuwa akitoka kimapenzi na mwanafunzi wa kiume wa darasa la 6, Vili Fualau, aliyekuwa na umri wa miaka 12. Mwaka huo Mary alipewa hukumu ya kifungo cha miezi 6 pekee gerezani pamoja na kifungo cha nje cha miezi 3, lakini akiwa katika kifungo cha nje akakamatwa tena akifanya mapenzi na mtoto huyo ndani ya gari. Hapo akaongezewa kifungo cha miaka 7.5 hadi alipoachiwa mwaka wa 2004. Ajabu ni kuwa hata baada ya Mary kumaliza kifungo hicho, aliporudi uraiani aliendeleza mahusiano na kijana huyo. Wakati huu hakukamatwa kwa kuwa tayari Vili alikuwa amefikisha umri wa miaka 18. Walifunga ndoa Mei 20 mwaka 2005. Ndoa hiyo ilivunjika mwaka wa 2019. Julai 6 mwaka 2020, Mary alifariki akiwa na umri wa miaka 58, huku mtalaka wake Vili akiwa pembeni baada ya kuugua kansa ya utumbo kwa muda mrefu. Ameacha watoto 6, huku 2 wakiwa ni wa kijana huyo. Usichokifahamu ni kwamba wakati Mary anakamatwa kwa mara ya kwanza Juni 18 mwaka 1996, alivyokutwa akimfanyisha mapenzi Vili kwenye gari, alidanganya kuwa umri wake ni miaka 18 na wakati ni miaka 34. Tukio lingine pichani ni Madame Alexei Popova, raia wa Urusi. Kwa miaka 30 mwaka 1879 hadi mwaka 1909 alikuwa anamfuata mwanamke anayenyanyaswa na mumewe. Anamshawishi amuue mumewe huyo kwa kumtumia yeye kama muuaji. Alipokamatwa alikiri kufurahia kuwaua zaidi ya wanaume 300. Alinyongwa. Haijulikani Popova alizaliwa mwaka gani, lakini kwa kukiri kwake mwenyewe baada ya kutiwa hatiani mwaka 1909, alisema alianza kazi hiyo mwaka wa 1879, hivyo kufikisha idadi ya miaka 30 katika kazi yake hiyo. Popova alikiri wazi kuwa tangu mwaka wa 1879 hadi mwaka huo mwaka wa 1909 amekuwa akiwatafuta wanawake wanaoteswa na waume zao, kisha anawashawishi wawaue waume hao kwa sumu au kwa kumtafuta muuaji ili kuokoka na mateso hayo ndani ya ndoa. Katika kipindi hicho cha miaka 30, Popova alisema kuwa hakumbuki idadi kamili ya wanaume wanaotesa wake zao aliowaua, bali idadi inaweza kuwa zaidi ya wanaume 300. Hatua ya kukamatwa ilikuja baada ya mwanamke mmoja aliyemfuata na kumshawishi wamuue mumewe kwanza kujutia mauaji hayo. Alijiona ana hatia ya kumuua mumewe kwa kushawishiwa na Popova, hivyo akaamua kwenda kutoa taarifa polisi. Popova alikamatwa Machi mwaka 1909 kisha kuanza kukiri uovu wake huo wazi akiwa chini ya ulinzi, huku akijisifu kwamba alifanya kazi nzuri katika kuwakomboa wanawake wenzie wasio na furaha kutoka kwa wanaume wao wanyanyasaji. Baada ya kuhukumiwa kifo huko Tlalist, ilibidi wanajeshi wamuokoe kutoka katika umati wa watu wenye hasira kali ambao walitaka achomwe moto pale pale. Popova alinyongwa Juni 24 mwaka 1909. Tukio lingine mwaka 1938 hadi mwaka 1948, Emmerich Goettner, raia wa USA,
alikuwa anatengeneza dola feki na kutumia dola moja kila siku. Alikamatwa, akasema hajawahi sambaza zaidi ya dola moja tu kwa siku. Alifungwa mwaka mmoja jela na faini ya dola moja. Baadaye story hii aliiuza kwa mamilioni kutengeneza filamu ya Mr. 880. Jina langu mimi naitwa Juice Danger, ni follow pia Instagram natumia Juice Danger TZ.